Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi kullu shay'in halikun illa wajha. Naam, tumefika kwa ajili ya kutoa jibu juu ya hoja kati ya hoja ambazo wapinzani wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam hutumia kama njia ya kuthibitisha ya kwamba yeye siyo nabii. Wao husema ya kwamba katika historia maisha yake mwanzilishi wa Ahmadiyya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alipokuwa mgonjwa alikimbilia kwa madaktari kwa ajili ya kupata matibabu, na wao hususan hutoa mfano kutoka kwa Nabiullahi Ayub alayhi salam. Alipokuwa mgonjwa, yeye alipewa tiba na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wala hakukimbia kwa mtu yoyote kwa ajili ya kumpa matibabu. Sasa je, nabii ni yupi akimbie kutibiwa na madaktari? Sasa wao akishamaliza hivyo wanapiga kelele, shangwe na vigelegele ya kwamba hakuna. Kwa hivyo kama yeye alikimbia kupata matibabu kwa madaktari, kulingana na wao wanaona hiyo ni thibitisho ya kwamba yeye sio nabii. Lakini sasa ni kweli? Kwa hivyo sisi kwa upande wetu tunavunja hoja yao hiyo kwa kutumia kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kauli ya kwanza, jibu ya kwanza latoka katika sahihi Sunan Ibn Majah, hadithi iliyo sahihi, hadithi namba 3436, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, tadawu ibadallah, tafuteni tiba enyi waja wa Mwenyezi Mungu, fa inna Allah subhanahu, kwa sababu bila shaka kwa uhakika Mwenyezi Mungu aliye mtukufu, lam yadha da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa alharam. Mwenyezi Mungu aliye mtukufu hakuwahi leta dawa, hakuwahi leta maradhi isipokuwa pembezoni mwake ameweka dawa ama tiba. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tadawu ibadallah, tafuteni tiba waja wa Mwenyezi Mungu, fa inna Allah subhanahu lam yadha, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliye mtukufu hakuwahi leta maradhi ila pembezoni mwake aliweka tiba. Na tunakimbia katika Qur'ani vile vile, Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma atakumur rasul fakhudhuhu, anachokupeni mtume kichukueni, wa maana hakum an, anachowazuieni nacho fantahu, basi jizuieni nacho. Sasa hapa katika Sunan Ibn Majah Mtume sallallahu alayhi wasallam amenukuliwa kama tunavyoonyesha hapo. Vile vile hiyo hadithi ni ndefu, anatuelekeza, anatutolea amri ya kwamba tadawu ibadallah, tunapokuwa wagonjwa tutafute tiba, kwa sababu Mwenyezi Mungu aleta maradhi pamoja na tiba. Sasa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam anapokuwa mgonjwa, wao wanamuona amekimbia kutafuta tiba, ameitiwa madaktari, ameenda pembezoni mwa daktari kupewa matibabu, wanaona nabii hafai kutibiwa na daktari. Sasa hii ni akili ambayo naweza tusema ni akili duni. Kwa sababu gani? Nabii ahitaji kama sisi tunavyohitaji. Utofauti kati yetu na yeye ni cheo hicho alichopewa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini yote tunayohitaji na yeye anahitaji. Vile vile tunaona kwa mfano wanaotoa kwa Nabiullahi Ayub, alipokuwa mgonjwa, tiba ilitoka kwa nani? Tunarudi kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu haleti maradhi isipokuwa pamoja na hiyo maradhi analeta na tiba yake. Nabiullahi Ayub, tiba yake ilitolewa na ilitoka kwa Mwenyezi Mungu aliye mtukufu. Kwa hivyo kila maradhi tiba inatoka kwa Mwenyezi Mungu aliye mtukufu na haitoki kwa daktari wala mwanadamu yoyote yule.
Mfano ingine, jibu ingine ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amenukuliwa katika Sahihi Bukhari jalada la 7 kitabu cha 71 hadithi namba 584. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashifau fi thalatha, tiba ipo kwa mambo matatu: sharbati asal wa sharbati mihjam wa kaayati nar. Tiba iko kwa mambo matatu: kwa asali, kwa hijam na kwa kutumia moto, branding. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli hiyo ametukataza tusitumie moto kama matibabu. Kwa hivyo anatuambia mwanzo ijulikane ya kwamba ametaja mambo matatu. Cha kwanza ya kutumia moto ametukataza tusitumie, lakini hizo zingine mbili ni sahihi, ameturuhusu tuzitumie. Vile vile tukienda katika sehemu nyingine katika Sahihi Bukhari vile vile jalada la 7 kitabu cha 71 hadithi namba 595, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimuliwa ya kwamba hadathana Mualla bin Asad hadathana Uhayb an ibn Taus an abihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa a'ta. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hijam. Baada ya yeye kutuelekeza ya kwamba hijam ni tiba, hakunyamaza hivyo, hata yeye ameonekana amefanyiwa hijam. Kisha wa a'ta al-hajjama ajra, kisha aliyemfanyia hijam Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa malipo. Sasa yule anayekuja kusema ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad hawezi akawa nabii kwa sababu mara alipokuwa mgonjwa akimbia kutafuta tiba kwa madaktari, hilo swali tunataka hao wapinzani wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam waulize kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama wana ujasiri ya aina hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kufanyiwa hijam ni tiba, na vile vile yeye alifanya hijam. Sasa je, kwa sababu yeye alifanyiwa tiba ya hijam imfanye Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio nabii? Je, kutibiwa kwake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kimvue